Bwana, leo natamani tuzungumze kuhusiana na freelancing. Ninaamini pia wewe umewahi kusikia kuhusiana na freelancing. Yamkini sijajua nitamkaje au naweza nikaiitaje kwa Kiswahili, lakini ninavyofahamu freelancing ni platform ambayo inamkutanisha client pamoja na mtu ambaye anauza huduma. Seller, tunaita sellers, kwa buyers na sellers. Kwa actually freelancing platform inakuwa ni kama marketplace ambayo inamkutanisha kati ya mnunuzi na muuzaji. Lakini kwenye freelancing kwenyewe ni kwamba zile platform maana yake unapokuwa sellers unakuwa unauza ujuzi. Unauza skills, ujuzi kwenye vitu ambavyo mostly inakuwa ni vicho. Sio vitu ambavyo vinashikika. No, sio kama e-commerce, no. Ile inakuwa inafanya vitu ambavyo vinashikika, havishikiki, hivyo ni invisible. Kwa huduma zile ambazo haziwezi kushikika ila unaweza ukazifanya remotely, ndio mostly zinafanyika kupitia majukwaa ya freelancing. So kumekuwa kuna a lot of information especially kwa Tanzania, ni yamkini tumekuwa tukisikia freelancing, tumekuwa tukisikia watu wanatengeneza pesa kupitia majukwaa ya freelancing, lakini tusijue ni kivipi au kuna ukweli gani kuhusiana na hili jambo. Je, tu mimi naingia tu kwenye platform, nikishaingia tu pale naanza kufanya kazi na nalipwa au inakuwaje? Leo natamani tuzungumze ukweli na tuseme bayana haya mambo. Ni kivipi mtu anaweza ukafanya freelancing katika uhalisia wake sasa, especially ukiwa nchini Tanzania. Ni kweli kuna mawazo tofauti tofauti au mawazo mtambuko kuhusiana na haya masuala, kwamba mwingine anawaza hivi, kuna walimu wanafundisha hivi, lakini mimi nataka leo nikupe tu mambo machache ambayo mimi binafsi nimekuwa nikiyafanya, nimeyapractice kwa muda na nimeona yakinisaidia. Nimeona yakinisaidia kwenye freelancing platform. So kitu cha kwanza lazima ujue, tuanze kuzijua kwanza hizo platform ziko ngapi. Bwana, kwenye freelancing zipo platform nyingi, lakini zile ambazo mimi nazifahamu na kwa Afrika naweza nikasema zinafanya kazi sana, na hata hapa Tanzania kuna baadhi ya watu wanazitumia kufanya kazi. Kuna ya kwanza ni Upwork, ya pili ni Fiverr. Yaani hizi mbili ndio platform ambazo mostly mimi nimeona watu wanazitumia sana, japokuwa zipo nyingi, sio tu hizi, zipo nyingi. Ila Fiverr na Upwork ndio ambazo ni most useful. Zinatumika zaidi kwa Tanzania na kwa Afrika. So ukikutana na neno Upwork, maana yake hiyo Upwork ukiingia kwenye search engine yako inaweza kawa ni Chrome au Google, ukisearch Upwork utaiona pale. So ni vitu gani ambavyo unataka kufanya? Mimi huwa napenda ninapozungumza na mtu niweze kukuonyesha namna gani au ni njia gani sahihi ya kuitumia ili uweze kufikia hapo. So kama umesikia kwamba kuna fursa kupitia freelancing na watu wanatengeneza fedha kupitia freelancing, cha kwanza kwenye mindset yako usifikiri tu kwamba ni vyepesi. Yaani tusiwe na mentality ya kuona ni vyepesi sana kutengeneza pesa kupitia hiyo. Hapana, sio katika yani sio katika wepesi huu ambao pengine mtu unakuwa unafikiria. Mimi huwa napenda kuambia watu kweli kwamba there is no free money, hakuna pesa ya bure. Unaona? Kwa kila pesa inabidi kuna namna, inabidi ufight, kuna mapambano, kuna effort lazima uziwekeze ili uweze kupata. So nafikiri haya ni mambo machache ambayo nitazungumza kuhusiana na hizo platforms za freelancing. Namna gani sasa uweze kuachieve ukiwa hapa Tanzania. Cha kwanza kabisa, hakikisha kwanza unatafuta information kuhusiana na hizi platform au freelancing kwa ujumla. Tafuta taarifa. Tafuta taarifa kuhusiana na hii freelancing inahusu nini. Baada ya kuwa umepata taarifa, at least angalau uwe na mwanga kidogo freelancing ni nini, jukwaa hili linafanya nini. Masomo yapo, mengine ndo kama haya tunafundisha. Lakini pia cha pili, taarifa nimesema, cha kwanza information au maarifa fulani. Cha pili, hakikisha kwamba ukiamua kwanza tafuta ujuzi fulani. Kwa sababu kwenye yale majukwaa tunauza ujuzi, tunauza skills. Na most skills ambazo zinauzwa kule
kuna masuala ya graphic design, unaona, masuala ya coding, unaona, masuala ya prompt engineering, masuala ya AI training, unaona, data annotation, hivyo vitu kama hivyo, social media management. Hizi ndio huduma ambazo most tunaziweza kwenye masoko ya nani, ya freelancing. Lakini pia kuna translation, unaona, kutranscribe material tofauti tofauti. So ni huduma ziko nyingi sana ambazo zinatolewa kwenye majukwaa ya freelancing. Lakini sasa kitu gani ambacho kitakufanya wewe uweze kuwin? Kumbuka kwamba unapoingia kwenye hizi platform, cha kwanza lazima ufungue profile yako, utengeneze profile yako au tuite brand yako, picha yako, lakini pia description yako wewe inaeleza wewe kwamba unaenda kutoa huduma gani. So baada ya kuwa umeshapata skills fulani kati ya hizo skills ambazo nimezisema, maybe umeamua kujidedicate kwenye